maintain biashara inakuwa ngumu sana kwa watu wengi. Watu wengi wanakuja na wanafanya vizuri, wanakuwa na majina mazuri. Kwa hivi kitaalamu kuna kitu kinaitwa business life cycle. Kuna stage za kukua kwenye biashara. Stage ya kwanza inaitwa developmental stage. Ni stage ambayo unaanza kukua kwenye biashara, unatambulisha biashara yako, watu wanaanza kujua, unapata wateja, wanaanza kukimbizana nayo. Kuna penetration strategy ambayo unapambana, unaingia kwenye biashara, unatumia strategies kibao. Stage ya pili ni growth stage. Baada ya development unakuja growth stage. Kwenye growth stage sasa unaanza kukua, watu wanaanza kusema sasa huyu ni loja. Umeona? Na wewe unaona kila ukileta product inakubalika. Kila product inakubalika. Stage ya tatu inaitwa maturity stage ambayo leo Vunja Bei nipo. Mimi nishafikia kwenye maturity kwamba ni stage ambayo nilete mzigo na waka nitauza. Ukibaki kidogo ile stock nitakufanyia sale lakini nitauza. Mimi leo na maduka zaidi ya 20. Hakuna kampuni ya kuuza nguo leo Tanzania na maduka zaidi ya 20 haipo, mimi ndio peke yangu. Kwa hiyo mimi najua kwamba nikileta mzigo wa bilioni 2 nitauuza. Alafu sina haja ya kupambana kupigana na wateja sana. Wateja wanakuja kwa sababu washaniamini. Unaelewa? Lakini kuna stage ya mwisho ambayo ndio stage ngumu. Ile stage huwa ina option mbili. Either una decline, unadondoka, au ukifanya innovation unaendelea kuwepo kwenye game. Sasa ngoma iliyopo ni kwamba watu wengi wao wanafanya vizuri kwenye stage ya kwanza, development. Stage ya pili, wakianza kufika pale kwenye maturity wanasahau. Ukiendelea kufanya innovations, unaenda kwa creative, kwa sababu watu wengi wakishapata fedha wanasahau. Wanaanza kurudi nyuma, wanasahau kuwa innovative, wanasahau kuwa creative, wanasahau kupambana, wanasahau kujali vizuri wateja, wana drop. Ndio maana mimi Vunja Bei siku zote nimekuwa nabadilisha wafanyakazi. Mfanyakazi akishaanza kufika kwenye level ambayo mimi nipo, anaanza kujiona na mimi Vunja Bei, anatoka. Naita watu wapi ambao wanaamini kwamba Vunja Bei bado mdogo, wanatengeneza tu Vunja Bei tuende kwa wakubwa. That's the point. Kuna level ikifika watu wao wanajisahau. Only that. Kati ya kitu cha msingi kwenye hii conversation yote ya Fred Vunja Bei ni kitu kimoja, kwamba kwenye final stage ni kwamba watu wanarudi nyuma, wanaanza kujificha, wanahisi wao washatoka. Hapo ni stage ambayo sasa hivi kwenye generation hii mambo yabadilika. Nyuma watu wakisha kuwa superstar kwenye industry yote wanarudi nyuma kwa sababu wanalinda brand ili waendelee kukuza brand. Lakini kwa sasa hivi mambo yanabadilika. Wewe inabidi utoke nje, sio kurudi nyuma, utoke nje kuendelea kuikuza brand yako. Sasa hivi watu waangalie wewe ulifanya nini nyuma, ulifanya nini. Wanachoangalia katika stage kama hii ni kwamba who are you? Kitu gani ambacho kitatufanya tuendelee kustick kwako? What do you have, you as a person? Hapa ndo tunakuja kwenye solution ya personal brand. Personal brand lazima uendelee kuinacha siku hadi siku ili kuendelea kusurvive sokoni katika stage yoyote ile ya biashara ambayo unapenda kuwa. So ukitaka kupata knowledge vizuri kuhusu personal brand, comment neno course hapo chini na kusaidia kupata course DM kwako.